yangu mkoko katibu wa makatibu wote Tanzania, na kushukuru sana. Lakini pia nitambue uwepo wa wanachama wote na washukuruni sana kwa matawi yote Singa, Songwe, Njombe na maeneo mengine yote yaliyotajwa. Lakini wanachama wa Makambako, hongereni sana kwa kuja kwa wingi. Asante sana. Baada ya maombi haya kwa ajili ya wachezaji, najua Mwenyezi Mungu atawajali, atawapa wepesi, watapona. Lakini mafanikio ya Yanga yamefanya tuyafiche mapungufu yaliyo mengi. Wenzangu wamezungumza, viongozi wenzangu sitaki kuyarudia, lakini yamefanya mambo mengi sana yafichike kwetu sisi mashabiki wa Yanga kwa kutimiza wajibu wetu, na wakati mwingine hatutimizi wajibu. Wanachama wa Yanga pia vile vile, wakati mwingine wajibu wetu hatuchezi vizuri kwenye nafasi yetu, ingali tu sisi ni wana Yanga ambao tunatakiwa tucheze kwenye kila nafasi inayostahili. Kwa hiyo wewe na mimi kwenda hatujaweza kutimiza wajibu, na kwa sababu tunabeba makombe, kwenda mapungufu mengi ya kwetu hatujizungumzii kwamba kwenye eneo hili hatujafanya vizuri, idara hii hatujafanya vizuri. Hiyo ni tangu ngazi ya kaya mwana Yanga na mpaka ngazi ya matawi, mkoa, wilaya, lakini pia mpaka taifa. Tunatakiwa tuone namna ya kujipanga kama ambavyo viongozi wetu wanafanya, lakini tuendelee kutimiza wajibu wetu. Hakuna ubingwa mgumu ambao daima mbele nyuma huko. Hakuna ubingwa mgumu kama wa mwaka 2025 ambao tumeuchukua mwaka jana. Mechi ya mwisho ndio iliamua. Wenye kumbukumbu sawa wataungana na mimi. Hakuna ubingwa mgumu ambao umetugharimu sana kama ubingwa wa mwaka huu, lakini wakati mwingi ambapo Yanga imekuwa ikishinda, wabaya wetu nao walikuwa na ya kuzungumza. Nafikiri tuliyasikia pia. Waliopanga kutukwamisha walipoona sisi tunaendelea kusonga mbele, wakatafuta kichaka cha kujificha kwamba GSM wanafanyaje, GSM anaharibu ligi. Ndio, na tulipofungwa na Dodoma Jiji walisemaje? Ndio, ligi iko sawa sawa, wanakosa kusema, lakini ubingwa bado tukachukua. Kwa hiyo wale wabaya wetu walikuwa wanaendelea kuchukua, kuona vichaka vya kuendelea kujificha. Tuendelee kuwaunga mkono viongozi wetu wa Yanga taifa, lakini pia na kuzidi kuwaombea hasa mfadhili wetu mkuu GSM na yoyote anayeunga mkono kwa klabu ya Yanga. Ubingwa mwaka huu na mwaka jana ulikuwa wa jasho na damu, na wapinzani wetu wanacheza kila mechi zetu. Kwa hiyo tushikamane kwa ajili ya kuweza kurudi tena kwa nguvu kubwa. Mzee Nyika na Mzee Lipande naona mpo, niombe simame. Mzee Nyika, Mzee Lipande simuoni, inawezekana na udhuru. Asante. Huyu mzee wangu Bailambe, mzee wangu huyu, mimi na yeye na Mzee Lipande na Mzee Miundiwa kutoka Njombe ndio tulianza hapa harakati sana za kufanya hili liwe. Si Mzee Nyika kama nakosea, miaka mingi, lakini mimi nikiwa mdogo mdogo kuliko wao, lakini tumeanza na harakati zile tukiwa na ukundi fulani pale karibu na posta pale. Ndipo hapo tulianza vikao vya mwanzo kabisa Makambako kuwa tawi hai, lakini mimi nikiwa sehemu ya kiongozi wa kufanya hiyo tawi hiyo. Si kama nakosea, Mzee Nyika, asante sana. Kwa hiyo sisi tumetoka na wazee wangu harakati za miaka mingi mpaka tukamleta Mzee Msola hapa. Asante, ukae mzee wangu, lakini nisalimie sana Mzee Lipande. Lakini viongozi wangu tumeendelea kushirikiana waliopo madarakani sasa kwa muda mrefu, lakini Dr. Msola anafahamu uwepo wa tukio hili na nashukuru tawi ambalo alikuja kuliasisi linaendelea vizuri. Hongereni sana. Tumefanya hivyo kumpeleka Msola Mtwango, lakini pia kumpeleka Njombe kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuweza kutuhamasishia mchakato wa matawi wa mfumo mpya na uendeshaji. Hivyo mimi nilikuwa mwakilishi wa nyanda za juu kusini, ndio mimi kutoka tawi la Njombe, tawi la Mtwango, tawi la Makambako niliyekuwa na sifa wakati ule kushiriki mkutano kwenye rasimu ya katiba ile ya mwanzo kabla ya katiba hii mpya ya marekebisho. Basi kwa ajili ya Yanga hii ambayo imeanzishwa sasa, ambayo imeenda sasa kuwa na mfumo wa uendeshaji mpya, mimi nikiwa sehemu ya wawakilishi wa ukanda huu na kuleta mrejesho wa kila tawi kwenye kila tawi kwa ajili ya uendelevu na kufanya mabadiliko huko. Hivyo mawazo yenu yalipelekwa mpaka ikaja hii marekebisho ya katiba. Lakini pia nizungumzie kwenye suala
la Makambako kuwa na ofisi. Hili jambo nimekuwa naongea na Mkombo mara nyingi na mwenyekiti muda mrefu, lakini mimi niseme lazima pamoja na tawi nini Makambako hamna ofisi. Ile ni jiwe la tawi, ile sio ofisi. Ofisi ni chumba, ni nyumba. Sawa jamani, sawa. Sijui kama naeleweka. Wenzetu wa Simba nao waliiga, mlivyojenga nyinyi na wao wakajenga ile kucha pale mbele pale ile kondoa pale, na wakaweka kucha lao pale kaburi, na wakaiga kwenu kwamba wamejenga tawi. Ile sio tawi, yale ni mawe, yaani jiwe la kuonesha kwamba hapa pana tawi, lakini iwepo tawi kama ofisi ambazo dokumenti zote na taarifa zote zikae mle. Mwanachama anaweza kupata jezi kwa bei ndogo, sio wote ambao tunaweza kwenda Dar es Salaam. Jezi original basi tuzipate kwenye tawi letu. Tawi la Makambako, mimi niseme tu mwenyekiti, mimi na familia yangu na mke wangu nafikiri tutaanza kuweka jiwe la msingi pale kwa shirika. Asante sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, katibu wa tawi na wajumbe wa kamati ya utendaji ya tawi hili, lazima Makambako tuwe na tawi kwa kununua kiwanja. Kwa hivyo na mimi basi naanza kwa ajili ya kununua kiwanja au mchango wangu, na nyinyi muwe na mchango maalum kwa ajili ya ujenzi. Sio fedha za ofisi zile mlizonazo, zile ni fedha ambazo mtazipangia utaratibu na wanachama wataamua kwamba mzifanyie nini, lakini hii iwe ni ubingwa mara 5. Mimi naanza na huo mchango wa 300,000 na kimpendeza Mungu zitazidi, lakini lazima tuweke jiwe hapa kwetu Makambako kwa mchango wa kuanzia leo kuendelea. Ule wa nyuma mlionao kwa ajili ya michango mingine mlizokuwa na baki benki, basi zile zitawekewa utaratibu mwingine. Na pia mkijenga hiyo ofisi daima mbele, niombe tuweke na kaukumbi ili siku nyingine tukodi kwetu. Naona ni jamani, tuweke ofisi lakini pia tuweke mchakato wa ukumbi, na nafikiri hiyo kamati lazima tuiunde mapema ya mchakato wa ujenzi, mkamati maalum itakayokuwa inadili na ujenzi. Kuna wadau wetu wa Yanga hapa Makambako tunao wengi, hata 100 na kitu, na sisi wenyewe tuliomo huko tutafanikiwa kufanya hivyo ili tuwe matawi yaliyo na ofisi, sio mawe. Daima mbele. Hivi Yanga ikiwa na wanachama walipa ada milioni 5 kati ya Watanzania milioni 60 kwa mwaka mmoja, kila mwanachama ambao sisi ni milioni 5, pia tukafanikiwa kulipa shilingi 24,000 ada, ni sawa na shilingi ngapi? Twende tu kwa sababu tuseme kulipa ada, lakini kwa takwimu hivi twende na watu milioni 5 tu ambao ni theluthi sijui ya Watanzania wote, ni sawa na shilingi ngapi kwa na mahesabu? 24 mara milioni 5. Kwa Tanzania tuko milioni 60 na zaidi, lakini sisi tu wanachama milioni 5 tu katika 60, wengine wote hao tuwaachie kwa wengine. Mko sawa na shilingi ngapi? Bilioni 120 bilioni 120 ambayo kuna uwezekano wa kujenga uwanja wa Yanga bila mfadhili, au pia ikawezekana kujenga vituo vya academy vya Yanga kwa kanda zote za nchi kwa ada ya mwaka mmoja. Ada hiyo ya mwaka mmoja bilioni 120, ambapo inawezekana tu kujihamasisha tu watu milioni 5 walipa ada. Sawa, kwa kila mwaka ikawa na bilioni 120, unaweza kusajili kila mchezaji huko duniani, ambayo inawezekana tu, lakini basi tuimizane kuwa wanachama ili tufikie hayo malengo na kuweza kujenga viwanja hata kila eneo la nchi hii. Niseme ukweli, una tabia moja tu, wenda haya yasitupendeze sisi wote, kwamba hata mimi ni sehemu ya Yanga kuto kupata mafanikio ni kwa sababu silipi ada au vinginevyo, au wewe na mwingine. Ili tuwasaidie viongozi wetu na wachezaji kusajili wanaotakiwa, basi lazima tukubali kufanya promo, uhamasishaji kwa ajili ya wanachama kujiunga kuwa wanachama wa kadi za ada, lakini pia na wale wanachama mashabiki na wanachama watoto. Wewe na mimi tukawarisishe watoto tunaowazaa au wa ndugu yetu wa jirani yetu kuwa wanachama wa Yanga, ili Yanga ianzie kwenye kaya ya watoto wadogo, ili wakue wakiwa na Yanga hiyo wanayoamini. Kuna
kadi za watoto, kuna kadi za mashabiki, kuna kadi za wanachama. Hizo zote zina maeneo tofauti tofauti. Nikinukuu katiba ya Yanga ambayo tunayo hapa, ndio msaafu wetu, iko hivi kwamba kwenye kila eneo kuna namna ya wanachama tulio nao ambao wanapaswa kuwepo, lakini katibu Yanga ameshazungumza, mratibu kazungumza, ambayo yale yote yapo kwenye katiba ya Yanga Afrika. Umuhimu wa wanachama, na kila mwanachama ana rangi ya kadi yake, na mwanachama mashabiki wana kadi rangi ya kijani. Mote imeshaelekezwa, lakini basi kwa sababu ya muda niseme kila mmoja ni vizuri jitahidi sana kuwa na kadi ili tuweze kuisaidia klabu Yanga tufikishe wanachama milioni 5 walipa ada au zaidi, sio chini ya milioni 5. Itatusaidia sana kwenda mbele. Hili linaweza lisinifurahishe mimi na wewe kama nilivyosema, lakini ukweli una tabia moja nzuri sana: haujali mkubwa, daima mbele. Haujali mkubwa wala mdogo, haujali adui wala rafiki, kwake watu wote ni sawa. Pia ukweli unayo tabia ya kujilipiza kisasi kama ukipuuzwa. Ukiniona nataka kulipiga teke jiwe kwa kuwa nafikiri kuwa ni udongo au mpira, natumaini utanionya, lakini nikipuuza onyo lako kwa sababu eti wewe ni mdogo, kwa sababu sikupendi nikalipiga teke, basi itanivunja dole japo ningekuwa nani. Ukweli haupendi kupuuzwa. Hiyo masuala yaliyo kweli kwamba mwenzako kama kafanikiwa, ona hivyo. Haya maneno aliyazungumza Mwalimu Nyerere kwa miaka mingi iliyopita. Kwa kuhitimisha, niombe kila mmoja atawasiliana na viongozi wetu wa tawi la Makambako kuona namna gani atashiriki mchakato wa ujenzi wa tawi kwa ajili ya kupata kiwanja, lakini na michango mingine yote. Una simenti, unaweza kuonana na viongozi ili muweze kuona namna nzuri ya kuweza kushiriki pamoja na kusanyiko hili, isiwe tunywe na kuondoka tu. Lakini mimi pia kuna wenzangu wameahidi makreti ya bia hapa, sio wengine wanywaji wa GSM. Tuendelee kumuingisha sana GSM, magodoro, maji na vitu vingine vya bidhaa ya GSM. Tusiache kumuingisha ndio anayefadhili klabu yetu, lakini tusiache kununua jezi original ili tusaidie sana kununua mfuko wa mfadhili wetu na kuichangia klabu yetu. Hakuna sababu ya kuvaa jezi feki huku wewe ni mwana Yanga asili, sio nzuri sana. Mapato ya kufadhili Yanga yanapatikana na bidhaa original za klabu ya Yanga, pia asilimia ile inakwenda kwenye klabu na mfadhili anapata, hawezi kudhulumiwa mfadhili. Maji ya GSM yanapatikana nchi nzima, na mimi niyafanyie promo, na bidhaa zote za GSM ndio anayefanya tujidai sasa hivi kwenye kila maeneo, na wenzetu wanaendelea kutupatia majina haya au yale. Kwa kumalizia, ninukuu maneno machache tu hapa kwenye kitabu cha Mwalimu Nyerere cha Tujisaishe. Maneno yake aliwahi kuyasema: watu walio hatari sana ni wale ambao wanafikiri kuwa wanajua kila kitu, kwamba yeye hakuna sichokijua, wala hawana haja ya kujifunza zaidi. Hii ni tabia mbaya ambayo huzuia kabisa maendeleo. Sababu moja ambayo ilituzuia sisi Waafrika kuendelea ni majibu ya urahisi kwa matatizo makubwa. Mfano, shamba letu kama halikutoa mavuno ya kutosha, jibu lilikuwa wazi: au limelogwa au ni amri ya Mungu. Na watoto wetu walipokuwa wagonjwa, daima jibu lilikuwa rahisi: au wamelogwa au ni amri ya Mungu. Nyumba yetu ilipopigwa radi ikaanguka, pia jibu lilikuwa rahisi: au ni uchawi au ni amri ya Mungu. Majibu ya namna hii huzuia binadamu kupata sababu za kweli za matatizo yao, na kwa hiyo yanazuia akili kutafuta njia za kweli za kuondoa matatizo hayo. Daima mbele, tuzidi kuungana, tuwe wamoja. Niwashukuru sana waandishi wa habari wote, vyombo vyote vya habari, lakini nishukuru pia kila mmoja aliyeshiriki kwa namna moja au nyingine kufanikisha tukio hili. Mimi na bwana zangu hapa